Bana, mambo ni moto unaambiwa. Endelea kusubscribe, itakuwa inapendeza ile kinoma noma. Hakikisha unagusa alama kengele ili tuendelee kuhabarishana ile ambayo yameweza kujiri mjini. Langu jina ni Official Rose D. Kama kawaida tunagether here ili tuweze kuhabarishana yale yote ambayo yameweza kukiki mjini. Sasa Official Rose D kuna channel ya Biomedia leo yuko na kipi cha ziada ama kipi kikubwa kitemo ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Nikukumbusha kusubscribe mtazamaji na mwanafamilia. Leo tuko na story ambayo Mange ametoboa siri aliyokuwa akipitia Yami kwa Nandy baada ya Yami kudondosha machozi Wasafi FM alipokuwa ameulizwa swali kuhusu Nandy. Imekuwa ni moja ya matukio ya kushangaza mitandaoni. Siku ya jana mpaka leo ni video clip ambayo inasambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha aliyekuwa msanii wa Nandy. Hapo tunamzungumzia mwanadada Yami akiangusha machozi, akibubujikwa na machozi kwa uchungu mkubwa kwa kuonyesha ana maumivu makali moyoni mwake. Hii ni baada ya mtangazaji wa Wasafi bwana mkubwa Real Omi kumuuliza swali kuwa bila shaka alimalizana vizuri na Nandy kwa amani, hakuna kinyongo wala hakuzulumiwa chochote wala kudaiwa pesa yoyote kutoka kwa Nandy. Jambo la kushangaza, msanii Yami hakujibu kitu kufuatia hilo swali. Mbadala wake alianza kuangua kilio kuonyesha huenda Nandy hakumalizana naye vizuri. Huenda Nandy alikuwa akimtesa, lakini pia huenda alikuwa katika kifungo kizito. Kwa hiyo machozi yale labda yalikuwa ni ya furaha kuwa ametoka kifungoni, lakini pia wapo mashabiki wamesema kuwa huenda ameshangaa kuiona dunia chungu baada ya kuondoka kwa Nandy. Anatamani labda kurudi, maana kujitegemea si mchezo naambiwa. Lakini basi kumekuwa na kuvutana, vuta ni kuvute, maneno ya hapa na pale kwenye mitandao ya kijamii, lakini mpaka sasa hakuna anayejua ukweli kuhusu kilichomtoa machozi ama kilichosababisha Yami abubujikwe na machozi mara tu baada ya kuulizwa swali na bwana mkubwa Real Omi wa Wasafi FM. Lakini mchambuzi wa mjizi wa mambo mengi ya wasanii mitandaoni, mwanaharakati bidada Mange Kimambi ameweza kutoboa siri kilichomtoa machozi mwanadada Yami wa Wasafi FM siku ya jana. Kabla ya kukusogezea kile ambacho alikiandika mwanadada Mange kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo, natamani ufahamu mtazamaji mpenzi mfuatiliaji wetu wa Biomedia kwa Yami toka ondoke kwa Nandy. Story kubwa mitandaoni ni kwamba Yami alifukuzwa na Nandy kisa amekuwa akihusisha kutoka kwenye uhusiano wa kimapenzi na mume wa Nandy kwa maana ya bwana mkubwa Bellas. Japokuwa Nandy aliweza kukataa na kusema hakumfukuza kwa ajili ya hilo, alisema kuwa amepata mwekezaji mwingine, jambo ambalo mpaka sasa hatujamuona huyo mwekezaji kwa Yami, lakini pia hatujaona popote akiongelea hilo Yami. Vile vile Nandy alisema kuwa hakumdai pesa yoyote Yami ya kuvunja mkataba hapo kwenye record label ya kwake, japokuwa yeye Yami alidai Nandy kamchaji ama kamwambia alipe milioni 100. Basi kama kuna vita baina yao ambayo inawafanya mashabiki kuamini kuwa huenda ni kweli Yami alitoka kimapenzi na Belnas, ndo maana Nandy kamtimua. Sasa ngoja nikusogezee kile ambacho aliandika dada wa taifa kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo juu ya hili. Ameweza kuandika hivi: machozi yana maana kubwa sana katika maisha. Mara nyingi machozi huonyesha maumivu makali mtu anayoyapata moyoni mwake, japokuwa mara chache tu machozi huonyesha ishara ya furaha. Sasa machozi ya jana ya Yami ni ya mateso na maumivu aliyokuwa akiyapata kwa Nandy. Nandy alikuwa akimtesa Yami, na ndio maana Real Omi alipoongea kuhusu swala la Nandy, Yami alilia ni kama alimtonesha kidonda. Yami hakuwahi kutoka kimapenzi na Belnas, ila Nandy alimfukuza Yami kwenye record label yake kutokana na maneno ya watu eti Yami anatoka kimahusiano na bwana yake, jambo ambalo si kweli. Lakini pia alimlipisha hela nyingi na akampiga mikwala kuwa asiseme mitandaoni. Lakini ukweli ni kwamba Yami ana deni la Nandy, kwa maana Nandy anamdai Yami zaidi ya milioni 100. Hakuna mwanamke anayempenda mwanamke mwenzie, ni unafiki tu. Hayo ndio mambo ambayo tuliweza kusanuliwa kwamba ndo yalijiri kunako maisha ya Yami wakati anaitumikia record label ya kwake Nandy, record label ya The African Princess ambayo inamilikiwa na msanii mwanadada Nandy.
Jambo ambalo limeweza kujiri majuzi, tumeona Yami ameweza kuvunja mkataba wake chini ya record label hiyo na kutaka kujitegemea. Maneno yalikuwa mengi, vote ni kuvote, tumeona zikiendelea kuonekana kwa upande wa Yami pamoja na Nandy kwamba mara amelipishwa mara hajalipishwa. Mambo yamekuwa mengi, lakini ukweli ni kwamba hata Nandy mwenyewe alikuja kukiri kwamba ni kweli alimlipisha Yami milioni 100 kwa sababu kila record label ina sheria zake na taratibu zake za kuvunja mikataba. So alimlipisha hiyo hela, ni kweli alikiri. Lakini sasa swali limekuja kwenye mitandao ya kijamii. Sintofahamu imezuka kwenye mitandao ya kijamii kwa mara nyingine tena. Nini ambacho kilimfanya Yami mbele ya kamera, mbele ya studio ya Wasafi FM kuangua kilio mara tu baada ya kuulizwa swali kuhusiana na yeye kumaliza mkataba wake vizuri, kumalizana vizuri na mwanadada Nandy ambaye aliwahi kuwa bosi wake? Nini ambacho kilikuwa kinamliza? Comment zimekuwa nyingi kwamba pengine alikuwa na machozi ya furaha kwamba alikuwa kifungoni ametoka, lakini wengine wanasema pengine hawakumalizana vizuri. That way Yami akaweza kulia mbele ya kamera, mbele ya studio za Wasafi FM. Nini ambacho kilimliza Yami? Mimi na wewe tutazidi kulifuatilia hili kwa karibu, tukuahidi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Bayon Media. Lakini kwa upande wako mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nini maoni yako kufuatia hili ambalo tumeweza kukusogezea? Kufuatia kile ambacho Mange amezungumza na namna ambavyo umeona Yami akitiririsha machozi, pengine una lipi la kuzungumza? Endelea ku drop comment yako, tutaipitia vizuri kabisa next video. Jina langu ni Fisher Rose, endelea kusabu, kucomment, kushare, kulike, itakuwa inapendeza.